kulikuwa na mapumziko ya siku moja, watu wajaribu kufanya recovery ya kurudisha mwili vizuri, hususan kwa wachezaji, uchovu na nini na vitu kama hivyo. Jana kulikuwa na mapumziko, lakini siku ya leo kazi inaendelea kweli kweli. Mashujaa mbele ya wana Super Nkurukumbi, Simba dhidi ya Coastal Union. Kwa haraka tupitie huu mchezo wa Mashujaa na Kagera. Bila shaka ni mchezo ambao kila mmoja anahitaji kupambania alama 3, lakini good news ni kwamba Mashujaa ndio anawezekana akawa na asilimia kubwa kwa sababu yupo uwanja wa nyumbani, tofauti na wana Super Nkurukumbi ambao uwanja wa nyumbani by the way kwa kutumia vizuri sana baada ya kupoteza mbele ya Simba, akatoa sare mbele ya Singida Black Stars. Mashujaa wao wanaanza leo pale kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Kile ni mchezo mwingine ambao ni wa kimaamuzi zaidi kwa upande wa Mashujaa, lakini pia kwa upande wa Kagera Sugar. Sasa kama ni mchezo wa maamuzi, kila mtu anahitaji kusafisha nyota ambayo by the way imeanza ikiwa imetiwa mchanga. Kwa maana Mashujaa ameanza vibaya, ukiachana ushindi wa mchezo wake wa kwanza dhidi ya Coast. Baada ya hapo alipitia wakati mgumu kwenye mechi mbili, lakini Kagera Sugar kwenye mechi zote 3 alama moja aliyoambulia dhidi ya Singida ndiyo ambayo yuko nayo mpaka sasa hivi. Lakini ukitazama uzani ama level ya timu zote mbili, inawezekana kiuzania ama kikawaida au kimtazamo wa kawaida unaweza kaziona timu zipo the same, lakini ninachoona mimi kwamba kinatofautisha ni vikosi, kwa maana ya Kagera Sugar pamoja na Mashujaa. Lakini pia hata kwenye ule mgawanyo ama kutazama kwamba nani ambaye anaweza akapata nafasi kubwa ama anaweza akawa na asilimia kubwa ya kuweza kufanya vizuri ni pamoja na Mashujaa. Umetaja sababu ya kwanza ya kuwa home ground, kwa maana ya uwanja wa nyumbani, kwa maana atakuwa na advantage ya mashabiki, lakini pia ni ardhi ambayo ameizoea zaidi. Lakini vitu vingine ambavyo pia vinachagiza kwenye hilo ni pamoja na rekodi za Kagera Sugar pamoja na Mashujaa. Tangu ambapo walianza kukutana, nafikiri Kagera Sugar hajawahi kupata ushindi. Sare 2, Mashujaa ameshinda mara 2. Kwa hiyo ukiangalia hapo bado Mashujaa hana nafasi kubwa. Tukija kwenye eneo la approaching, inawezekana Amani Josia ni mzoefu zaidi kuliko Juma Kaseja. Lakini pia tukija kwenye aina ya timu ambazo wanazitumia kwa maana ya wachezaji, inawezekana pia Mashujaa wana wachezaji bora kuliko Kagera Sugar. Kwa hiyo almost vitu vingi sana Mashujaa yupo top. Lakini kinachobaki sasa ni kwamba nani amejipanga kwenye kutoka kwenye hii nafasi ambayo imeanza kama mbaya, kwa maana ya Mashujaa pamoja na Kagera Sugar. Tofauti wao ni alama 2 tu, kwa sababu mmoja kapata ushindi, mwingine katoa sare. Inawezekana pia kwenye swala la ratiba kila mtu anazungumza kivyake, lakini kipi ambacho kinaweza kikajitokeza ni ushindani wa hali ya juu. Na tamani kuona Mashujaa akionyesha ubabe kwenye uwanja wake wa nyumbani kama ambavyo alifanya msimu uliopita, lakini pia natamani kumuona Kagera Sugar akibadilika kutoka kwenye unyonge ambao ameanza nao msimu huu, na akatambua kwamba tayari tupo ligi kuu. Hata kama hatuna kikosi kipana, lakini sisi ambao tupo tunaweza kupambana na tukaweza kurejesha furaha ambayo imepotea kwa kocha Juma Kaseja, kwa sababu ukiachana na kusajili Kagera Sugar, utofauti wao na Fountain Gate ambao hawakusajili siuoni, kwa maana ya labda kuelekea mechi fulani utasikia kocha akizungumza tu lazima atagusia kikosi chake. Hata Fred Felix Mizo alikuwa anamsikia anazungumza, anasema yeye kila mechi ikienda kuchezwa lazima agusie, kwa sababu anajua uchovu ni mkubwa. Kuna safari, wachezaji ni hao wachache. Kwa hiyo hata ile kusema labda huyu kacheza kachoshwa na safari, ngoja apumzike kidogo, inamlazimu awachezeshe wale kwa sababu ndio waliopo. Kwa hiyo ninachokitamani ni hicho, na kitakapopatikana maana yake kinachokuja kuonekana machoni kwetu sisi ambao tutakuwa tunatazama mchezo ule ni ushindani. Kisha uona ushindani, tunasubiri matokeo ya mwisho yatakuwaje. Lakini Mashujaa naona akiwa na nafasi kubwa ya kuweza kumbiti Kagera Sugar, lakini kama akibadilika Kagera Sugar walau akaonyesha kiwango ambacho
alijaribu kukionyesha kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Inawezekana pia Mashujaa naye akakutana na wakati mgumu, kwa sababu niliona alipojaribu kucheza vizuri dhidi ya Singida kuna kitu alikionyesha, lakini pia kuna hofu alitoa. Kumbe inawezekana unapoamua walivyoamua kucheza vizuri Singida pia kuna kitu kiliwajia, kwa maana ya hofu kwamba kweli hii sio timu ya kusema labda tuibeze. Mwisho wa siku wakagawana alama. Kwa hiyo lolote linawezekana pale ambapo mambo yatakuwa ni mazuri katika upambanaji. Yes, mambo yatakuwa mazuri pale ambapo timu zote zitaamua kushindana, lakini takwimu za timu hizi zote mbili, Mashujaa na wana Super Nkurukumbi, ndani ya mchezo ambao wamekutana hivi karibuni head to head, mchezo takriban 4, Mashujaa ameshinda 2, sare 2. Ndizo ambazo Kagera wameziambulia. Kiufupi sana, Kagera hawajawahi kupata alama 3 mbele ya wana Super Nkurukumbi. Kichapo kinachotembea ni 2-2. Sare hizo ilikuwa sare ya mabao moja kwa moja, sare 1-1 kwa maana hizo mbili, lakini kichapo cha bao 1-0. Kuna namna idadi ya mabao sio nyingi ama sio kubwa. Sio kubwa kulingana pia na aina ya timu ambazo zilikuwa zinakutana kwa kipindi hicho. Kama unakumbuka michezo mingi sana ambayo tumeitaja hapo, michezo 4 ni ile michezo ambayo Kagera Sugar by the way hakuwa kwenye wakati mzuri. Kile kipindi ambacho alikuwa anaelekea kushuka daraja, msimu ambao ulikuwa mbaya kwa namna yake, kwa maana ya kwamba hiyo michezo miwili michezo 4, miwili ni ya msimu mmoja, miwili ya msimu mwingine. Kwa hiyo ukitazama magoli yanashindwa kuwa mengi kwa sababu level. Maana pale awali nikasema kwa kawaida ukizitazama timu ni kama zipo the same, same level, kwa maana ya kwamba ukizipima kwenye uzani unaona kama zipo daraja moja. Lakini kinachobaki ni kile ambacho kipo ndani, kwa maana ya wale wachezaji ambao wanakwenda kujitolea kupambana. Lakini kitu kingine ambacho pia kinaonekana kwenye hizo takwimu, Mashujaa kwenye mechi zote 4 amebahatika kufunga. Amebahatika kufunga. Mechi moja alishinda 2-0, mechi nyingine akashinda 1-0, zilizobaki sare ya goli 1-1. Kwa hiyo bado ana uwiano mzuri wa kutengeneza nafasi na akapata bao kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Lakini pia kingine kinachowaofa Mashujaa hapo kwenye kuongeza, wachezaji wao hawana mabadiliko makubwa kama ilivyokuwa kwa Kagera Sugar. Kwa mfano Kagera Sugar ambayo ilikutana na Mashujaa kwenye hayo matokeo ya mechi 4 ni tofauti na Kagera Sugar ambayo ataenda kukutana na Mashujaa siku ya leo. Lakini ukiangalia kwa Mashujaa walau robo ya wachezaji bado wapo kwenye kikosi cha Mashujaa. Robo ya wachezaji, kwa sababu pia kuna mabadiliko ambayo yalifanyika. Sawa, pengine nilikuwa naangalia baadhi ya maeneo ambayo Mashujaa wana changamoto. Ukiachana na eneo la mbele kuna shida kidogo, kwa maana eneo la umaliziaji by the way kuna changamoto, lakini nyota ambao waliwasajili sijaona wakitumika. Pengine hiyo inawezekana ikawa ni chaguo la mwalimu, lakini waliosajiliwa kama wako fit, sisi kama kuna haja ya kuwa wanaanzisha bench, labda kama level of fitness haijakaa sawa. Jonas Mkude, lakini pia yupo alisajiliwa George Mpore kwenye eneo la mbele, ambalo pia inaonyesha Mashujaa kwamba wanahitaji kupata mtu ambaye ana ufanisi wa kumalizia nafasi. By the way, inamuona nani alitoka Tanzania Prison yuko pale Mashujaa, kwa maana ya Aruna Chanongo. Kuna namna ambavyo ameingia na kuichagiza. Kwa wachezaji kama wako vizuri, naona mwalimu akiwapa nafasi kuna uwezekano wa kuendelea kutengeneza uimara mkubwa, hususan kwenye eneo la chini, kwa maana la kiungo ambapo anacheza Mkude akicheza na Samuel Onditi. Kuna namna ambavyo unaweza kaona ubora ama ufanisi mzuri sana mara baada ya kuondoka baadhi ya wachezaji wa Mashujaa kina Hassan Haji Cheda na wengineo ambao tumekuwa tukiwaona. Kuna baadhi ya moment ambazo zinaweza zikaisaidia Mashujaa kupitia hao wachezaji, lakini ujio wa kocha mpya naona pia kuna namna kuna maamuzi mengine ambayo yeye yuko naye binafsi. Kwa mfano kwenye hizo mechi 3 ambazo Mashujaa amecheza, nimeona Amani Josia akitaka
kufanya kitu tofauti labda na Mashujaa alivyokuwa. Kwa mfano mechi ya kwanza wachezaji wale watatu wa mbele ambao msimu uliopita kwa asilimia kubwa walitumika kwenye kikosi cha Mashujaa aliwaanzisha bench. Mechi ya pili aliwaanzisha bench, mechi ya tatu akawaanzisha bench. Namzungumzia Crispin Ngushi, namzungumzia Salum Kihimbwa, namzungumzia pia nani mwingine ambaye alitokea Ken Gold, alikuwa ni Bwenzi, Selemani Bwenzi. Yeah. Ni wachezaji ambao wako vizuri, wawili wakitokea pembeni sasa mwingine akisimama kama mshambuliaji. Lakini ukiangalia pia, ukiachana na hilo, Mashujaa kwa sasa walikuwa na mshambuliaji kama Ismail Mgunda ambaye ameondoka, yupo kwenye kikosi cha Simba. Kwa sasa anamtumia Mishamo Daudi ambaye pia alikuwa kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Kwa hiyo naona kama mwalimu labda anataka kutengeneza mfumo wake mwingine ama kitu chake kingine ambacho ni tofauti na wengi walivyofikiria. Na hata hilo goli moja alilofunga Ngushi wakapata ushindi dhidi ya Coast alitokea bench. Kwa hiyo kwenye hizo mechi tatu zote nimeona wakitokea bench. Labda kuna kitu yeye anahitaji kukitengeneza, kwa sababu wanaoanza nao ndo akina Saidi Naushad ambaye alitokea Mbeya City, Hassan Ali Cheda aliondoka, yuko Mbeya City. Anamtumia sana Onditi kama kiungo wa chini, lakini Balama Mapinduzi kama kiungo wa mbele kidogo. By the way, atumii ule mfumo wa kutegemea mawinga, anatumia ule mfumo wa kujaza viungo wengi sana, kwa sababu tuangalia wale kina Hija Shamte, kina Samuel Nditi, wote ni viungo. Balama Mapinduzi wote ni viungo. Mpaka mbele ambapo wanamkuta Mishamo Daudi. Wakati mwingine hata Baraka Mtui ambaye ni nahodha wa Mashujaa, kuna muda anaanza pia anacheza. Kwa hiyo Amani Josia labda kuna kitu anataka kuinject, sijajua, lakini umewazungumzia usajili mpya kwa maana ya George Mpole, umemzungumzia Jonas Mkude, umemzungumzia pia Haruna Chanongo. Walikuwa na wakati mzuri Chanongo pamoja na Mpole kwenye timu ya Tanzania Prison. Yaani ukiachana na kushuka daraja kwa timu, hawa ni wachezaji ambao walikuwa muhimu zaidi kwenye timu ya Prison. Hata ule ushindi ambao waliupata Prison, hawa wachezaji walihusika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni wachezaji wazuri. Nashindwa kumweka Mkude kwa sababu ni ngumu sana, mchezaji amekaa nje kwa takriban msimu mzima. Ni ngumu mara nyingi, inakuwa ile hata kama alikuwa anafanya mazoezi, lakini kidogo kwenye ushindani ni ngumu kwa walimu. Sasa inawezekana yeye akawa tayari yupo tayari kucheza, lakini mwalimu akawa kumwamini, akawa na hofu kwamba ngoja niwatumie hao waliopo niendelee kumpa muda kidogo, lakini naamini pale atakapoingia kwenye kikosi hawatakuwa na shida Mashujaa, kwa sababu watakuwa na vitu vingi sana. Watakuwa na pasa mzuri, watakuwa na uzoefu hapo, maana atakuwa na control. Sasa anawapa maelekezo hawa akina Onditi, anajua how to handle the biggest match, kwa maana zile mechi kubwa ambazo Mashujaa amekuwa akikutana nazo, kwa maana labda wakikutana na Azam, wakikutana na Simba, wakikutana na Yanga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo by the way, Mashujaa na wachezaji wengi, akiamua kuchange kikosi utaona kweli, lakini mwalimu bado labda kuna kitu anahitaji kufanya zaidi. Bana, hiyo ni taarifa ambayo inahusu mchezo wa wana mapigo na mwendo Mashujaa dhidi ya vijana wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar. Sina hivyo bwana, mambo yako hivyo. Lakini baadaye pia kutakuwa na mchezo kati ya Mnyama